Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 34 na aya ya 37 hadi ya 43. Petro akafumbua kinywa chake akasema, jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliohubiri Yohane, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza kuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa wahai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Neno la Bwana. Somo la Mtume Paulo kwa Kolosai sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 4. Mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 1 mpaka ya 9. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walipomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro,
akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwapo kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwazongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Mnakumbuka tarehe 17 mwezi wa pili, ilikuwa siku ya Jumatano ya Majivu, tulianza kipindi cha Kwaresma, na msisitizo mkubwa ulikuwa kwamba tuwe watu wa kusali sana, kujinyima, kufunga na kufanya majitoleo mbalimbali. Tukaenda kwa siku hizo 40, na juzi hapa tulikuwa na Alhamisi Kuu. Alhamisi Kuu tukakumbuka yale mambo matatu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliwaachia mitume wake, na kimsingi alituachia sisi. Akatuachia cha kwanza amri kuu ya mapendo, cha pili akaweka sakramenti ya Ekaristi, na tatu akaweka sakramenti ya upadirisho. Hiyo ilikuwa Alhamisi Kuu. Ijumaa Kuu tukakumbuka kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, na hiyo Ijumaa Kuu ni siku kubwa kabisa miongoni mwa Wakristo, na ukiangalia nchi nyingi duniani isipokuwa zile ambazo hawatambui sana Ukristo, utakuta siku ya Ijumaa kimsingi ni siku ya mapumziko. Siku nchi zilizo nyingi ni siku ya pekee kabisa. Jana usiku tumesherehekea kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo, na leo ni Jumapili ya kwanza ya Pasaka, Jumapili ya ufufuko wa Bwana, na ndiyo maana tunasherehekea ushindi wa kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kama vile ambavyo mtaona mnaopenda kufuatilia kwa karibu sana, kuanzia sasa mpaka Pentekoste, siku 50 zinazokuja, mtaona katika hasa somo la kwanza na somo la Injili, tutakuwa tunamsikiliza Yesu amefufuka na Yesu anawatokea mitume wake. Hicho kitu kitaendelea mara kwa mara mpaka ile siku ya Pentekoste. Sasa tuanze mahubiri yetu kwenye somo hili la Injili. Yesu amefufuka ndiyo ukweli. Tumeambiwa kwamba asubuhi na mapema Mariamu Magdalena alienda kaburini, na kulikuwa bado na giza kidogo, labda pengine kama saa 11:30, saa 11 hivi sijui, akaenda kaburini. Na alipofika pale kaburini alikuta kaburi liko wazi. Najua kadiri ya somo la jana ambayo litoka Injili ya Mathayo, walipozika mwili wa Yesu ukawekwa kaburini, na wao walikuwa hawachimbi kaburi kwa kwenda chini, ilikuwa ni kwa mwamba unachimba kwa kwenda hivi. Walichukua jiwe kubwa sana wakaliweka, na kwa wale mliosali usiku Injili ya Marko, wale wanawake walioenda mwanzoni kabisa asubuhi walikuwa njiani wanajadili, sasa nani atatusaidia kulitoa lile jiwe kwenye mlango wa kaburi, lakini walipofika wakakuta kaburi liko wazi. Sasa Mariamu Magdalena alipofika akachungulia mle kaburini, lile jiwe lilikuwa limeondolewa, akaona, akakimbia haraka sana kwenda kuambia mitume wa Yesu. Na alipowaambia wakasema, hebu twende pamoja tukajionee sisi wenyewe hali ikoje. Na mitume wa Yesu walioenda nao kadiri ya Injili hii, wa kwanza alikuwa ni Yohane na wa pili alikuwa ni Petro. Wakakimbia kuelekea kaburini. Tumeambiwa kwamba Yohane alikuwa wa kwanza kufika kaburini, na ni kwa sababu Yohane yeye alikuwa bado ni kijana, ni yule ambaye Yesu alimpenda. Ni katika mitume wote yeye ndiye alikuwa na umri mdogo. Kwa hiyo alipoanza kukimbia kwenda kaburini, Petro alikuwa ni kati ya mitume ambao walikuwa ni wazee kidogo. Kwa hiyo alichelewa kufika. Alipofika, kitu cha ajabu kidogo, tulitegemea kwamba angeingia kaburini kuangalia, lakini pengine labda ni mjana ule aliogopa kuingia kaburini. Petro yeye alipofika, nadhani kwa sababu ya utu uzima,
akaamua kwenda moja kwa moja akaingia kaburini. Kuangalia kaburini akakuta vile vitambaa vimezongwa hivi, na kweli mwili wa Yesu haukuwemo. Sasa injili ya jana inafurahisha sana. Injili ya Marko anasema wale wanawake walipoenda wakafika kule wakaingia kaburini. Yenyewe ni injili ya Marko ile. Alafu walipoingia kaburini wakamkuta kijana amekaa mle kaburini. Akawaambia kwamba hayupo hapa, mtafuteni kule Galilaya. Ili nitafakarisha jana usiku kwamba fikiria wewe ungelienda kaburini, unaingia kwenye kaburi alafu unamkuta mtu amekaa mle kaburini, lazima ungeshtuka na kukimbia sana kutoka kaburini. Ingelikuwa shughuli kweli. Lakini basi Yesu amefufuka. Na walipoona waliamini. Najua ndugu zangu kwamba kaburi lilikuwa wazi si sababu ya msingi kabisa kuamini kwamba Yesu amekufa. Narudia tena. Mtu hawezi kutoa sababu kwamba Yesu amefufuka kwa sababu kaburi lilikuwa wazi. Kwa mfano, unaweza ukasema mwili uliondolewa, utakuwa una sababu ya kuipinga hiyo sababu unayosema kwamba kaburi lilikuwa wazi, ndiyo maana Yesu amefufuka. Zipo sababu kadhaa ambazo pengine nisingependa niziongelee sana, lakini kwa ufupi kwamba Yesu alionekana kwa mitume wake mara baada ya ufufuko, hiyo ndiyo moja ya sababu ya msingi kuonesha kwamba Yesu amefufuka. Mmesikia kwenye somo la kwanza Petro anashuhudia, anasema kwamba ninyi Wayahudi mnajua Yesu alivyokuwa alivyozaliwa akahubiri Galilaya. Sasa mkamuua, amekufa na akafufuka, na sisi amekula na sisi ni mashuhuda. Lakini anasema hakuwatokea watu wengi isipokuwa wachache aliokuwa amewachagua. Na kweli ndivyo. Mtaendelea kusikiliza kadri tunavyosogelea songa mbele na sikukuu hii ya Pasaka, lakini kuelekea Pentekoste. Yesu hakuwa anawatokea watu wote. Alikuwa anawatokea watu wachache. Akina Petro wako wanavua samaki akawatokea. Siku nyingine wanafunzi walikuwa wamefunga milango kwenye chumba kile akawatokea. Alikuwa anawatokea wachache. Sasa Petro anashuhudia, anasema kwamba sisi tuliokula pamoja naye tumemuona kabisa amefufuka, kwa hiyo muamini. Kweli ninyi pamoja na mimi ambao tunasoma habari za kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo hatuna shida yoyote, kwa sababu ni kitu ambacho tunakiamini tayari. Lakini habari hii ingelikuwa inaongelewa labda wiki moja baada ya Yesu kufufuka, nina imani wengi wetu pengine tungelikuwa na wasiwasi kwamba mtu afe kweli na afufuke ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwa moja ya sababu kuonesha kwamba Yesu amefufuka ni kwamba aliweza kuwatokea mitume wake baada ya ufufuko. Lakini ipo sababu nyingine pia kwamba Yesu alipokuwa anahubiri katika maandiko matakatifu alikuwa anawaambia mitume wake, wanafunzi wake waliokuwa wanamfuata kwamba nitateswa, nitakufa na kufufuka. Aliwaambia mara kadhaa. Sasa kama hiyo iko kwenye maandiko matakatifu, Yesu mwenyewe alisema kwamba nitafufuka na maandiko matakatifu hayasemi uongo, basi hiyo ni sababu tosha ya kuamini kwamba kweli Yesu amefufuka. Lakini ipo pia sababu ya tatu kuonesha kwamba Yesu amefufuka, na hii sababu ya tatu ni kutokana na hawa akina mama. Wakati wa Yesu katika ile karne ya kwanza, mwanamke asingeweza kutoa ushuhuda wa aina yoyote, iwe mahakamani au mbele ya watu ukakubalika. Walikuwa ni watu ambao wasingeweza kutoa ushuhuda. Sasa kwamba wametoa ushuhuda huu na ukakubalika, na nyewe ni sababu tosha kwamba kweli Yesu amefufuka. Basi tuachie hapo kwa leo kuhusu ufufuko, lakini tuamini kwamba, na imani hamna wasiwasi, tuendelee kuamini kwamba kweli Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka. Tunajifunza nini tunaposherehekea hii Pasaka sasa? Mimi na wewe katika karne hii, katika mwaka huu 2021 tunapotafakari juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kitu cha kwanza ambacho nilikifikiria ni kwamba tuendelee kuwa na imani ya namna hiyo. Miaka hata ya sasa hivi, japo Afrika pengine hawapo wetu wengi sana, wapo watu wanafundisha kwamba kweli Yesu hakufufuka,
ila ni habari za kufikirika, kama zile hadithi ambazo tulikuwa tunasoma au mnasoma kwenye vitabu kwamba kulikuwepo na mtu fulani akafariki au na kufufuka. Kwa hiyo tuendelee na imani hiyo na tuishikilie kweli kweli. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, nilikuwa na tafakari, Yesu mnajua amefariki akiwa na miaka 33 na amefanya kazi yake kwa muda wa miaka mingapi? 3. Na ndio maana kwa kweli hapo ilikuwa kazi ya Mungu. Wale mitume wake hakuwapeleka kanisani darasani kuwafundisha labda kupata degree au nini. Na mitume wake ukiwaangalia hawa aliowaita walikuwa ni watu wa kawaida. Na pengine mtu angelikuwa anaanzisha kampuni yoyote labda ya biashara au kampuni yoyote sio ya kilimo, pengine asingewaita hawa kina Petro. Labda ungekuwa unaanzisha biashara ya kuvua samaki, Petro ungelimuita kwa sababu alikuwa ni mbobezi katika uvuvi. Aliwaita watu wa kawaida. Lakini kwa miaka 3 aliwafundisha, na alipofariki miaka 3 kifo, yani ukiwa mdogo kabisa miaka 33, lakini kazi yake imeendelea mpaka leo. Sasa wakati na tafakari haya ilikumbusha, tunaendelea na kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wetu Magufuli. Watu wengi bado walikuwa wanalia, watu wengi wakasema miaka 6 angelikuwa labda Mungu amemwacha akafanya kazi miaka 10 kama rais, labda angelitupitisha miaka mahali fulani. Lakini Yesu yeye alifanya kazi miaka mingapi? 3. Kuna mtu mmoja aliwahi kuongea akasema hivi, kilicho cha muhimu si umri wa miaka unayoishi, ila kilicho cha muhimu umefanya nini katika miaka uliyoishi. Tumeelewana ndugu zangu? Kilicho cha muhimu si miaka mingapi umeishi, ila umefanya nini katika miaka hiyo uliyopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa maneno mengine, unaweza ukawa na umri mkubwa labda miaka 80, lakini ukiangalia umeishi miaka kama 10 tu. Tumeelewana ninachotaka kusema? Unaweza ukasema nina miaka 60 ya ndoa, lakini umeishi maisha ya ndoa labda miaka 5 tu. Yaani pengine ulikuwa, au unaweza ukawa padre kama mimi hivi na miaka 20 ya upadre, lakini pengine upadre wako umeishi kwa miaka 10 tu. Kilicho cha muhimu si miaka unayokuwa nayo, lakini umefanya nini katika miaka hiyo. Kwa maneno mengine, ule muda tunaopewa na Mwenyezi Mungu kwa maisha ya hapa duniani tuutumie vizuri kama Mungu anavyotaka. Tutimize wajibu wetu vizuri. Nasema hivi kufuatia Yesu mwenyewe ambaye aliishi miaka 3 na akafanya kazi, na sasa bado kazi yake inaendelea. Ni wazi alikuwa ni Mungu, lakini hata sisi binadamu vile vile inawezekana. Au mahali fulani nimesoma, yule aliyeletea uhuru nchi ya India anaitwa Mahatma Gandhi aliwahi kusema hivi, ishi kana kwamba utakufa kesho, halafu usome kana kwamba utaishi milele. Narudia, ishi kana kwamba utakufa kesho, na soma, jipatie elimu. Kwa mfano ninyi mnaosoma vijana, kana kwamba utaishi milele. Maana yake nini? Hapa sote tulioko hapa tungeliambiwa kesho tunakufa, sisi tungeliishi maisha ya namna gani? Kwanza watu kibao wangelikuja kutafuta maungamo na mpako wa mwisho kwamba wakifa wafe vizuri. Wengi sana ndani mapande tungeliamua sasa kupiga maungamo ya jumla kama hivi, tunawaombea dhambi zenu. Maki mji mzima ungelifurika. Hapo mapande tungelikuwa na soko kubwa sana. Unaona? Alafu upata elimu kana kwamba utaishi milele. Mtu angelikwambia utaishi milele, ungelisema ngoja nipate elimu, nifanye vitu vingi sana, kwa sababu watu watanihitaji katika maisha yangu ya kila siku. Au Mama Teresa wa Calcutta aliwahi kuambia mapadre hivi kwamba padre adhimisha misa kana kwamba ni misa yako ya kwanza, na adhimisha misa kana kwamba ni misa yako ya mwisho. Fikiria kama mimi sasa hivi ningelijua hii ni misa yangu ya mwisho, ningeliadhimishaje? Kwamba yaani baada ya misa hii natimuka nafariki,
haisingekuwa hatari sana. Misa hii nyingine kwa uchaji wa kupitiliza. Lakini vile vile ikiwa ni misa ya kwanza, huwa misa ya kwanza na yenyewe huwa ina thamani kubwa kuliko maelezo kwa pande yote yule. Kwa hiyo naona nasema haya kutokana na kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuutumie muda wetu, tuishi vizuri, kwa sababu muda ni mfupi. Hatujui pengine tutakufa lini au tutaitwa lini na Mwenyezi Mungu. Lakini kitu kingine, hebu tuendelee kuishi maisha ya ufufuko. Nilikuwa najaribu kuangalia kupiga picha kwa haraka na mimi hapa sasa niko kwenye nani nzuri sana. Hapa wote hakuna mtu ambaye hajavaa vizuri. Na wengi mmevaa nguo mpya. Mimi nilionayo ni ya zamani kidogo, niwe mwazi. Labda leo naweza nikapata zawadi ya Pasaka. Ni ya kawaida, lakini nini hapa kila mtu ametoa nguo yake nzuri sana. Kwa nini? Ni sherehe. Hata mimi nitoke vizuri sikukuu ya Pasaka. Na watoto wenu watakuwa wamewasumbua kununua nguo za Pasaka, na wafanyabiashara wanajua wanauza nguo, viatu na kadhalika. Unawanunulia. Mnataka Pasaka msherekee vizuri. Sasa maisha yetu vile vile tuyaishi maisha ya ufufuko. Kuyaishi maisha ya ufufuko maana yake ni kuishi sasa, tukaachana na yale ya nyuma mabaya, tukaanza maisha mapya. Na ndiyo maana kwa mtu aliyejiandaa vizuri kipindi cha Kwaresma, mtu aliyejiandaa vizuri akaungama, sasa hivi utakuwa na amani kubwa ya moyo na unamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo tusirudi tukaendelea kubaki nyuma, tuendelee kusali na kuishi maisha mapya. Na ndiyo maana kwenye somo la pili la Mtume Paulo kwa Wakolosai anasema kwamba yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na kufuka pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hebu tuendelee kuyaishi maisha ya ufufuko. La mwisho ambalo tunaalikwa kufanya ni lile tuliloambiwa na Mtakatifu Petro kwenye somo la kwanza, kwamba Yesu alituagiza tuwahubirie watu na kushuhudia ya kuwa Yesu Kristo amefufuka. Kwa hiyo na sisi sasa tuendelee kuwahubiria watu. Na hii ni ngumu sana. Sasa hivi tuna vitu vingi, shughuli zetu za kimaisha, tuna mambo mengi, kumhubiri Kristo inakuwa shida. Leo kwenye simu zetu tutakuwa tunapata zile message za haleluya, Bwana amefufuka na zile picha. Lakini kuanzia kesho habari zitakazokuwa zinakuja zitakuwa ni nyingine tu, na tutakuwa tunatumia muda mwingi. Unaweka kifurushi data ya 2000, haufanyi lolote hata kusema kitu ambacho ni kizuri sana. Hii ni hatari sana ndugu zangu. Tumhubiri Kristo, tumtangaze Kristo kwamba kweli amefufuka. Lakini vile vile tuishi maisha ya ushuhuda. Maisha ya ushuhuda kwamba maisha yetu yatudhihirishe kwamba sisi ni watu wa ufufuko, na hivyo tutakuwa tunaendelea kumshuhudia Kristo. Niwatakie siku njema ya neema na baraka, na Mwenyezi Mungu azidi kutubariki na kutuongoza katika njia zetu, na hasa yale mema yote tunayoyatenda na kuyafikiri. Mwenyezi Mungu na Yesu mfufuka ayapatie baraka zake. Ekaristi Takatifu. Haleluya.